Naitwa Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Jana tarehe 13 mwezi wa 4 2026, Papa Leo wa 14, kiongozi wa juu wa kanisa la Katoliki, alianza ziara yake rasmi barani Afrika kwamba kwa mujibu wa Vatican ni kwamba atatembelea mataifa 4 ya Afrika. Ameanzia nchini Algeria, atakwenda Angola, Kameruni na mwisho atamalizia Equatorial Guinea, maarufu kwa Guinea ya Ikweta. Safari ya Papa Mtakatifu Afrika ina maana gani? Papa ni barozi na mjumbe namba 1 wa amani duniani. Amekuwa ni kiungo muhimu kwa usuluhishi, upatanishi na kutafuta muafaka. Amekuwa ni chanzo cha amani na upatanishi, na amekuwa kiungo muhimu kuzifikia serikali mbalimbali Afrika kupitia balozi. Wote tunawafahamu kwamba kanisa la Katoliki ni miongoni mwa madola yenye nguvu sasa hivi duniani. Ukiondoa dola ya Marekani, inakuja dola ya Urusi, dola ya China, nakuja dola ya mataifa ya Umoja wa Ulaya, lakini bila kusahau kanisa la Katoliki. Tunajua barani Afrika kanisa la Katoliki limefanya makubwa kwenye kuhimiza amani, umoja na mshikamano miongoni mwa Afrika. Chukulia mfano Rwanda, mara baada ya mauaji ya kimbali, kanisa la Katoliki lilikuja na mpango wa maridhiano na kusahau yaliyopita na kuganga yajayo. Burundi mwaka 2015 mpaka 2020, kanisa la Katoliki lilifanya pakubwa kati ya kuwapatanisha viongozi wa CNDD-FDD dhidi ya mpinzani mkubwa aliokuwa spika wa bunge la Burundi, Agathon Rwasa. Vivyo hivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanisa la Katoliki limefanya makubwa mwaka 2015 mpaka uchaguzi wa 2018 uliofanyika wa amani, ambapo Joseph Kabila aliweza kukabidhi madaraka kwa mpinzani Felix Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kupelekea umoja na mshikamano. Lakini Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka 2013 tulishuhudia Waislamu wakigombana na Wakristo, Waislamu wa Seleka dhidi ya makundi mbalimbali ya Kikristo ya Anti-Balaka. Vita ilidumu takriban mwaka na nusu, lakini kanisa la Katoliki liliweka mguu pale na kumaliza vita, na mpaka sasa hivi kanisa la Katoliki bado linafanya kazi kubwa kumshauri kiroho, kisiasa na kidiplomasia rais wa sasa hivi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Touadera Achange, kuhusu umoja na mshikamano na kujumuisha makundi yote, makundi ya jadi, makundi ya kidini na makundi mengine kwenye serikali ya pamoja, ili kupunguza mizozo na mivutano katika kile kinachoitwa kugombania madaraka. Nchini Sudani Kusini tulishuhudia kanisa la Katoliki, Papa akiwaalika Vatican rais wa Sudani Kusini Salva Kiir Mayardit na mpinzani wake wa muda mrefu aliyekuwa makamu wa rais Riek Machar, na akawapigia magoti Papa aliyefariki Francis na kuwapigia magoti ili kumaliza vita. Ilisaidia wakatengeneza serikali ya pamoja, ingawa baadaye walivurugana. Angola tulishuhudia kanisa la Katoliki likiwasuluhisha kati ya serikali ya MPLA ya Dos Santos dhidi ya mpinzani mkubwa UNITA wakina Savimbi na wenzake mpaka kusainiwa mkataba wa 1999. Nchini Msumbiji tulishuhudia kanisa la Katoliki likiwasainisha mkataba wa Roma General Peace Accord wa mwaka 92 kati ya Frelimo, chama tawala chenye mshikamano, na chama cha Mapinduzi na tano, chama cha kijamaa, dhidi ya Renamo, ambao kanisa la Katoliki lilishauri Renamo itoke kuwa kundi la waasi mpaka kutambulika kuwa chama cha kisiasa. Kwa kweli ukihesabu ubora wa kanisa la Katoliki na nafasi ya Papa kwenye demokrasia, amani, umoja na mshikamano ni mkubwa sana, huwezi kubeza. Sasa tuangalie kwa nini Papa Leo ameanzia nchini Algeria. Wote tunafahamu kwamba Algeria ni nchi ya kwanza kutoka ukanda wa Afrika kutoa papa, karne ya 2 mpaka ya 3.
katika orodha ya mapapa mpaka leo ni mapapa watatu tu wametoka Afrika. Mmoja ametoka Algeria, mwingine Tunisia, na mwingine ametoka Libya. Kuanzia karne ya kwanza mpaka ya tatu kabla Uislamu haujafika, Algeria, Morocco, Tunisia, Libya na Misri zilikuwa ni ngome za Wakristo, na Ukristo ulikuwepo mwingi kabla ya ujio wa dini ya Kiislamu na mtume kusambaza dini karne ya 7. Kwa Algeria alitokea papa. Algeria sehemu moja inaitwa Tagaste Hippo pale Annaba ndiko alikozaliwa Mtakatifu Agustini. Unapotaja watakatifu watano na walimu wa kanisa, huwezi kumwacha Saint Augustine of Hippo kutoka Algeria, ambaye ameandika machapisho mengi ikiwemo Christian Theology, City of God, City of Earth. Na kauli yake maarufu ni kwamba moja kati ya sababu iliyopelekea kuanguka kwa dola ya Rumi ilikuwa ni matokeo ya Warumi kuyapenda maisha ya dunia na kusahau maisha baada ya kufa, yani the difference between the city of earth and the city of God. Kwa hiyo yuko Algeria, atazuru maeneo mbalimbali, lakini Algeria kumekuwa na mgogoro mkubwa kati ya Wakristo na Waislamu kwa sababu 99% ya Algeria ni Waislamu na Wakristo wako takriban 900,000 tu Wakristo. Kwa hiyo ataonana na rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune pamoja na viongozi wa Kikristo na Kiislamu kurejesha hali ya umoja na mshikamano wa kitaifa. Kumbuka Algeria imepitia patashika kubwa za kisiasa, za kiuchumi na kidiplomasia tangu 2011 kwenye kile kinachoitwa Arab Spring Movement, ambapo vijana walilalamika ukosefu wa ajira, maisha kuwa magumu, baadhi ya watu ndani ya taifa la Algeria kujilimbikizia mali na kupelekea mapinduzi ya 2011 2012. Lakini atakutoka hapo atakwenda Angola. Nchini Angola shida ni kwamba rais wa Angola Joao Lourenco, na kwa miaka mingi na mtangulizi wako Dos Santos pamoja na rais wa kwanza wa Angola, wote kwa pamoja wameshindwa kuondoa tofauti kati ya walichonacho na wasionacho. Angola ni miongoni mwa nchi 5 zenye mafuta ghafi ardhini, lakini bado kuna tofauti kubwa kati ya walichonacho na wasichonacho. Kwa hiyo wana Angola wanamtegemea papa kuja kuzikumbusha serikali ya Angola kutenda haki, umoja na mshikamano na kupunguza umaskini, lakini pia kuvutia mashirika mbalimbali ya kanisa la Katoliki kuja kuwekeza kwenye elimu, afya, huduma za maji na kupatanisha makundi yote Angola yanayokinzana ili kuweka hali ya utulivu na utangamano wa kitaifa. Lakini ataelekea nchini Kameruni. Wote tunajua Kameruni tangu ipate uhuru mwaka 60 imeongozwa na rais wawili, Ahmed Ahidjo kutoka mwaka 60 mpaka 82, na makamu wake wa rais alichukua nchi ambaye ni Paul Biya, ambaye amekuwa rais wa Kameruni tangu mwaka 82 mpaka leo. Na hivi karibuni Paul Biya alimchagua mwanae Emmanuel Biya kuwa makamu wa rais, kwa maana kwamba akifa nchi itabakia inaongozwa na mtoto wake. Kwa hiyo papa anakuja Kameruni wakiwa wametoka kufanya uchaguzi. Ulikuwa na mauaji na manunguniko mengi kati ya Paul Biya wa chama tawala dhidi ya mpinzani wake Issa Chiroma kutoka eneo la kaskazini ambalo linaitwa Ambazonia au Anglophone, eneo ambalo linapakana na Nigeria ambalo wanaozungumza kwa kiasi kikubwa Kiingereza. Kameruni imekuwa na mgogoro kati ya wanaozungumza Kiingereza almaarufu kwa jina la Anglophone dhidi ya wanaozungumza Kifaransa ambao ni wengi, jina la Francophone. Kwa hiyo na watu wa Ambazonia wa Kameruni ya kaskazini kwa muda mrefu wanataka kujitenga na Kameruni, waanzishe taifa lao, ambao wanataka kufungamana na misingi na falsafa kutoka Nigeria. Lakini pia Kameruni kumekuwa na hali ya usalama ambapo wanamgambo wa Boko Haram wanatoka Nigeria wanaingia Kameruni na Chadi na kufanya mashambulizi kwenye vijiji na maeneo mbalimbali. Kwa ujio wa Papa Leo wa 14 nchini Kameruni utaleta pamoja amani, umoja na mshikamano na kuwafanya Wakameruni wapatane tena mara baada ya uchaguzi uliokumbwa na tandawi, sintofahamu na mbilinge. Lakini safari yake ya mwisho ataelekea Equatorial Guinea. Equatorial Guinea inaongozwa na Theodore Nguema Mbasongo, rais wa Equatorial Guinea tangu 1979. Amekaa madarakani muda mrefu. Amekuwa akilalamikiwa kwamba mafuta ya Equatorial Guinea, dhahabu na rasilimali mbalimbali zimekuwa zikiwanufaisha watu wachache, huku bwana Mbasongo na familia yake wamekuwa wakijinufaisha na kushika maeneo nyeti ya kimkakati ya serikali. Atakutana na makundi ya upinzani, atakutana na serikali kuzikumbusha kuhusu haki, utawala bora na wajibu, ili kusudi wananchi wote wa mataifa hayo niliyoyataja waweze kunufaika. Yote kwa yote, unapomuona papa umeona ujumbe wa amani,
umoja na mshikamano, kwa sababu Papa mara nyingi huwa ana kitu kinachoitwa legitimacy boosting. Sehemu popote anapotembelea Papa kumekuwa na amani na maridhiano. Mwaka 90, kumbuka kwamba 1985 mpaka 95, wakati wa utawala wa Rais Mwinyi, kulikuwa na ukosoaji mkubwa wa makundi mbalimbali ambayo yalikuwa yakipinga mchakato wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhama kutoka mfumo wa ujamaa mpaka mfumo wa soko huria na kuruhusu wawekezaji na watu mfumo wa kuuza na kununua bila udhibiti wa serikali. Kwa hiyo Mwinyi alikosolewa sana, lakini mwezi ya Septemba 1990 Papa Yohane Paulo alivyotembelea hapa nchini Tanzania, kwa kweli Rais Mwinyi alipata heshima kubwa na serikali yake iliungwa mkono kitaifa na kimataifa, na yale makundi ambayo yalikuwa yakirusha makombora ya ukosoaji kwa Rais Mwinyi yaliweza kupungua. Umuonaje Papa? Umeona ujumbe wa amani, na mimi ni maoni yangu, ningependa kwamba Papa Leo wa 14 atembelee Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ni neema na baraka kutembelewa na Papa. Asante sana, usisahau kusubscribe.